Lamine Yamal ndani ya miaka 18 tayari tunamprove kama ni world class player. Sasa nampa Netherlands nafasi ya upendeleo kabisa kwenye hili kundi. Ani mambo ya mpira. Yeah. World Cup tips ndani ya MSN Tanzania. Leo yapo mengi ambayo tunaenda kuiangazia. Kubwa zaidi ni timu ambazo zipo kwenye kundi F. Kundi ambalo linaundwa na historia ya Netherlands kwa maana ya Uranzi, Japan, pamoja na taifa kama Sweden ambalo hili kwa asilimia kubwa ukilitaja akilini na kuja Zlatan Ibrahimovic kutokana na kile ambacho leo kifanya miaka ya nyuma. Lakini bila kuwasahau Tunisia kutoka bara la Afrika nao watakuwa kwenye kundi hili ili kwa ajili ya kupeperusha ramani ya bara la Afrika. Utakuwa nami Musa Mtewele pamoja na Joseph Mapesi. Sasa hivi tunamuita mchambuzi wa kombe la dunia. Bana, mambo vipi? Safi ndugu yangu. Moja kwa moja bila kupoteza wakati tuna Tunisia ambao hawa wanatuwakilisha kama bara la Afrika kwenye michuano ya kombe la dunia mwaka 2026. Tunisia kocha wao ni Mfaransa. Tunisia wanaamini sana kwenye vitu vyao. Sasa hivi wameamua kutoka kwenye kuamini kwenye kitu chao na kwenda kudeal na kocha wa Kifaransa. Hii inakuwa inatoa taswira gani? Cha kwanza kabisa ni kupatikana kwake kama kocha mwenye uzoefu. Mind you, Sabri Ramouch ni mmoja ya makocha ambao pia ashakufundisha timu ya taifa Ivory Coast. Ana uzoefu pia na timu za Afrika pia. Alikuwa kwa miaka ya 2012 mpaka 15. Lakini kwa bahati mbaya sana mambo hayakwenda vizuri kwa upande wake wa Ivory Coast na vitu kama hivyo. Baadaye alikuja kuacha Ivory Coast Ivory Coast akafanikiwa kupata taji la AFCON chini ya Hervé Renard. Lakini tofauti na hapo pia na exposure nzuri tu kufundisha timu klabu kama Nottingham Forest na vitu kama hivyo. Ana profile nzuri na wao wameona ni kocha ambaye anaweza akatafsiri zaidi kile ambacho anaweza akakihitaji kwa upande mzima wa national team, kwa maana kwamba kutengeneza timu ama kuraise standard ya timu yao, ambao ukiangalia kwa siku za hivi karibuni kidogo Tunisia ni timu ambayo imedrop kidogo ukilinganisha na mataifa mengine kutoka Afrika kwenye ushindani, nazungumzia ndani na nje pia ya Afrika. Still na hapa nafasi pia ya kuwa na ubora mwingine mkubwa tu wa kuweza kutusurprise kwenye michuano hii. Kama utakumbuka vizuri AFCON iliyopita tulikuwa na kundi moja Tanzania. Mechi ambayo tulimaliza kwa sare 1-1. Tukapa performance ya ushindani mkubwa sana vitu kama hivyo. So kwa namna moja mimi nafikiri kwa Tunisia kumpa Sabri Ramouch ambaye ni Mfaransa, kwanza watakuwa wanazungumza lugha moja, lakini vile tactical ni moja ya makocha ambaye ana sifa ya kudevelop wachezaji ambao wanawakuta sehemu husika na vitu kama hivyo. Moja kwa moja sasa, Tunisia wao wanashika nafasi ya 44 kwenye viwango vya ubora vya FIFA. Tunasema FIFA ranks, wao wako ranked nafasi ya 40 na 4. Wao ndo wanaonekana kuwa katika nafasi ya chini zaidi kwenye kundi F. Waende na mentality gani hii wao kuwa nafasi ya mwisho katika hili kundi, kwa maana kwenye zile FIFA ranks kwenye michuano hii? Kwanza kabisa tunawatemu kama underdog wa kundi kutokana na ranking pia, lakini vivyo wenzao ambao timu wenza ambao wanashiriki nao kwenye hili group lake wengi wana historia nzuri kilinganisha na hata mafanikio pia. Though ukiangalia wanashiriki ni World Cup yao ya 5, wapinzani wake wana misuli ya kutosha. Unamzungumzia Netherlands, unamzungumzia Japan, unamzungumzia Sweden, wana misuli ya kutosha. So kwa yeye anaingia kama underdog, of which inaweza ikawa namsaidia kuingia kama underdog. Sio dhambi kwenye football. Cha msingi ni kujua namna gani ambavyo unaweza capitalize hiyo sifa ambayo watu wamekudogosha. Kwa maana kwamba unaweza kaingia kwa tactical discipline ya hali ya juu, ukiwa naamini zaidi kwenye zile counter attacks, ukiwa unafanya unaimarisha zaidi idara yako ya ulinzi, kwa maana kwamba kwenye karibia game nyingi sana wanategemea kuona wao wakiwa nyuma ya mpira sana, karibia kwenye mid block ama road block, kuhakikisha kwamba wanapunguza madhara ya wapinzani wao ambao wamewazidi ubora. Kwa wanatakiwa kudhibiti ubora wa wapinzani ambao wanakutana nao. Umezungumza kuhusu safu ya ulinzi. Hapa tunakumbuka aliwahi kuwepo nyota maarufu sana kwa upande wa Tunisia, lakini pia kwenye michuano ya CAF Champions League akiwa na Al Ahly. Alionyesha performance nzuri sana. Hapa namzungumzia Ali Maalul ambaye yeye alisifika kwa kuassist lakini pia kwa kufunga. Sasa hivi hayupo kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tunisia. Pengo lake litazibika kwa namna gani? Ukiangalia Al Maalul ni moja ya mabeki ambao wamekuwa na experience kubwa sana, na ubora ambao alikuwa anaonyesha akiwa klabu ya Al Ahly ya pale nchini Misri, lakini vile kwenye national team
ni moja wachezaji ama mafullback wa kushoto ambao amebalance kwenye engo zote ama phase zote, offensive, defensive, lakini moja ya sifa kubwa sana ilikuwa ni kwenye mipira ya kutenga. Hapo utamkuta kwenye mipira ya penalty, utamkuta kwenye mipira ya kona, kwenye mipira ya free kick. Alikuwa na uwezo wa capitalize vizuri sana. Alikuwa anaofa kitu kikubwa zaidi ya kuwa defender ama left back na vitu kama hivyo. Ukiangalia the way alikuwa anafanya kwenye transition, anaweza kuoverlap vizuri, akadeliver crosses zile ambazo zina umakini mkubwa sana, vitu kama hivyo. Sasa hivi age imesogea kidogo, lakini kimsingi ni kwamba bado ana replacement za vijana ambao bado ni shati ya kutosha. Nafikiri kinachoenda kumata zaidi ni issue ya mfumo ambao anaenda kutumika. Sabri Ramuch anafahamu namna gani ambavyo walikuwa na mchango kwenye timu, lakini ukiangalia sasa hivi bado kuna majina mapya kwenye vilabu, kwenye national team na vitu kama hivyo. Na hapo amegusia kuhusu majina mapya kwenye timu ya taifa ya Tunisia. Ni nyota gani ambao anaweza kutumika kama icon wa Tunisia kwenye World Cup hii? Nafikiri captain wao pia sio mtu wa kumsahau, anayekipiga katika klabu ya Eintracht Frankfurt, wanamuita Enes Shqiri. Ni mmoja wa wachezaji ambaye ana uwezo kuhudumu kama center back, lakini vile vile ana uwezo kuhudumu kama defensive midfielder. Amekuwa na mchango mkubwa sana kwenye timu, kwenye kuiweka ile composure ya timu, kutulia na vitu kama hiyo, kuituliza timu. Lakini mmoja wa wachezaji ambaye anaweza kwa discipline kubwa sana kuituliza timu, nafikiri ndio imekuwa silaha yake kubwa sana. Sio mchezaji ambaye yuko well skilled, kwa maana kwamba yuko talented sana kwenye masuala ya zile show boots na vitu kama hivyo. Ni mmoja zaidi ambaye anaweza mpira ambao unasema very direct, hachezi mambo, hana mambo mengi sana, lakini mpaka anapewa captain, tafsiri yake ni kwamba uzoefu cha kwanza. Lakini vile vile World Cup, kama utakumbuka World Cup iliyopita, kipindi anampiga Mfaransa goli 1-0, alikuwa ni sehemu ya kikosi cha Tunisia, kama unakumbuka vizuri, kwenye group stage walifanikiwa kushinda goli 1, lakini ukiangalia alifanya kazi kubwa sana kufanya clearance na vitu kama hivyo. So wamempa captain kwa sababu anaamini kwenye uzoefu, lakini vile vile quality ambayo yuko nao. Ukiangalia pia kijana Hannibal na exposure pia inakuwa na nafasi kwa wachezaji wanaotoka nje ya bara la Afrika kwenda kucheza kwenye vilabu vya nje ya bara. Bila shaka kabisa, nafikiri exposure ndo kitu pekee ambacho kimemfanya pia aweze kupewa ama kumtizama kama nyota wa timu ya taifa ya Tunisia, bila kumsahau bwana mdogo Hannibal ambaye amekuwa akiimbwa sana. Kama utakumbuka vizuri, alipita kwenye academy Manchester United, baadaye pia akawa anapewa game time kama kijana kwenye national team, kwenye senior team ya Manchester United, lakini kwa bahati mbaya sana hakuklik. Mwisho siku tunamwona sasa hivi kwenye klabu ya Burnley, lakini kwenye klabu ya Burnley ni mmoja wa wachezaji ambaye ni regular starter. Ni mmoja wa wachezaji ambaye anatumika sana. Kwa bahati mbaya pia ameshuka daraja na timu ya Burnley, lakini still talent anayo, na ni mmoja wa wachezaji ambaye kupita United tayari kunampa exposure ama kunampa sifa ya kuwa nyota. Na exactly on top of that pia wa mashabiki wa United, unajua hivi vilabu ni kama vimeteka nyoyo za mashabiki wake. Maana yake ukiangalia kwa sasa hivi mashabiki wa Arsenal, mashabiki wa United, mashabiki wa Chelsea, pale ambapo kuna mchezaji wao yoyote watajikuta tu na mapenzi na taifa hilo. Kwa hiyo Tunisia kuna namna ambavyo wanachukua zile fan engagement na watu wa United. Tukienda kwa upande wa Sweden, ambao hii ni taifa ambalo lina wachezaji wengi sana kutoka United, kutoka Arsenal, kutoka Newcastle. Ni taifa ambalo linaonekana na wachezaji wenye majina makubwa. Bila shaka majina makubwa yapo, big profile players wapo. Nafikiri Isaac unamkumbuka vizuri. Alexander. Utaja Newcastle, lakini sasa hivi amehamia katika klabu ya Liverpool. Kwa bahati mbaya sana huu msimu wake wa kwanza ndani ya Liverpool hajawa mzuri kabisa, kwa sababu numbers hazijawa nzuri, majeruhi pia yamekuwa kimwathiri sana. Na juzi hapa bila shaka fuzi ilikuwa ni usiku kwa mkia leo, wamecheza game ya kirafiki kwenye game na Norway ambayo wamepoteza kwa goli 3-1, lakini yeye ndio alikuwa mfungaji pekee wa goli lile la upande wa Sweden, Alexander Isak. So mimi naamini kwenye quality bado anayo ya kuweza kuiofa kwenye timu yake ya Sweden, kuisaidia timu yake kwenye hii kampeni ya World Cup msimu huu. Lakini vile vile tunazungumzia mtu kama Victor Gyökeres wa Arsenal, hajawa na ubora mkubwa sana ukizungumzia wachezaji ambao ama washambuliaji ambao wamekuwa kwenye klabu yake anapendwa sana pana, lakini amekuwa kwa namna moja nyingine anajua convert nafasi
zile ambazo anazipata amekuwa na convert vizuri sana. Ukiangalia misimu miwili iliyopita kwenye klabu yake ya Lisbon alifanya vizuri, amechukua mataji mara 2 mfululizo wa ligi, amekuja ndani ya Arsenal msimu wake wa kwanza amebeba taji la EPL na amecontribute magoli takriban 20, amescore magoli takriban 20 ndani ya msimu wake wa kwanza. So namba hizo ni numbers nzuri ambazo huwezi kuziunderrate kwa namna yoyote ile. Ya bila shaka, na ukiangalia kipindi wanapambana kwenye playoffs zile za kupatikana kwa timu barani Ulaya za kwenda kuungana na zile 16 ambazo zilifuzu direct. Sweden kama utakumbuka vizuri alikuwa anacheza game za playoff na Ireland, na Viktor Gyökeres alikuwa ni mmoja wa wachezaji ambaye alifunga magoli kwenye game zote mbili home and away ambazo zilifanya Sweden yapate nafasi ya kushiriki World Cup msimu. So utagundua kwa namna moja ama nyingine Gyökeres pia amekuwa na mchango mkubwa sana, na anapokuwa kwenye national team anakuwa na kitu cha ziada cha kuofa kwenye timu ama kuongeza ubora kwenye timu. So kwa namna moja ama nyingine nafikiri Viktor Gyökeres, Alexander Isak huwezi kaweka kwenye viatu vya Zlatan Ibrahimovic, hapana, huwezi kaweka kwenye hivyo viatu, lakini kwa nafasi yao kwa wakati wao wanacho kitu cha kuyofa kwenye timu ya taifa ya Sweden. Ukiangalia Zlatan ni top scorer wa muda wote wa Sweden mwenye magoli takriban 62. Ya nadhani ni mmoja kati ya strikers ambao wameacha legacy si tu kwa Sweden. Ulimwenguni kwa sababu ni world class player. World class player. World class player, unajua hawezi kila mzaji akawa ni world class player. Ila wapo wazaji ambao ni wenye ubora mkubwa tu lakini sio world class. Kwa mfano Isak ni mzaji mzuri lakini uwezo kusema ni world class player. Ama kina Gyökeres wanafunga sawa, wanafanya vizuri lakini sio world class player. Sio kila mzaji anaweza kuwa world class player. Wengine wanaishia kwenye continental player sio. Yani kuna wengine tunaweka kwenye ile achana tuna country wide. Yani unazungumzia kwenye ile A list. Anakuwa kwenye A list ya wachezaji wazuri kwa sababu anakuwa na muendelezo, anakuwa na mafanikio maybe kwenye vilabu vyao na vitu kama hivyo, lakini kuwa world class hapo sio kila mchezaji anakuwa world class. Ndio maana kuna mchezaji unamkuta yuko Barcelona, unamkuta yuko Arsenal, unamkuta United, lakini sio world class player. So world class player wanapatikana wachache sana. Hapa nafikiri ninaweza nikakugusia majina machache kwa kizazi hiki chake na Messi na Ronaldo. Kwa kizazi hiki mchezaji anaweza kata kwenye timu ya kawaida tu lakini ukaona kabisa huyu ni world class player kutokana na consistency aliyonayo, brain yake inavyo play kiwanjani na vitu kama hivyo. Kwa mfano kijana kama Pedri, Lamine Yamal ndani ya miaka 18 tayari tunamprove kama ni world class player. Kutokana na kile ambacho anakideliver, ubora ni mkubwa sana. Exactly. Yani ni exceptional players ndio tunaita world class. Yani ile mchezaji ambaye ana X factor. Yani mtashindwa nyinyi kufanya kitu fulani, yeye atatokea pale atafanya kitu fulani ambacho nyinyi mlikuwa mkitegemea kabisa. Wakina Ozil enzi zao, wao world class player. Yani anafanya kitu iconic kabisa kwenye soka ambacho kinakosa watu wa kuweza kukirudia mara kwa mara. Wakati tokana Sergio Busquets na vitu kama hivyo. Na wengine wengi lakini sio wengi sana unaweza kusema ni world class player ambao wameshafanikiwa kupiga kwenye vilabu vikubwa. Kwa Sweden umetaja hao wachezaji ambao wanaweza kawa ndo wabeba maono wa timu yao ya taifa kwenye kombe la dunia. Kuna surprise package yoyote kwenye baadhi ya wachezaji ambao pengine kwenye vilabu vyao wameonyesha performance nzuri, kwenye timu ya taifa wajionyesha performance nzuri, lakini ukiangalia hii michuano wao kama wanaenda kuitumia kama daraja kwenda kujipeleka sokoni? Kiukweli kwenye timu ya taifa ya Sweden majina mengi sio yale ya kutisha sana ukiachana hayo mawili ambayo tumeyazungumza. Yupo Elanga pia. Of course Antonio Elanga ni mmoja wachezaji wazuri. Lakini ukiangalia kwenye kubeba kuiweka mabegani Sweden kwenye nyakati ambazo walikuwa wanahitajika kuiweka timu mabegani. Sababu nimezungumzia kwa mfano game ya kirafiki juzi na Norway wanapigwa 3, Gyökeres hakuepo, alikuwa Isak peke yake. Sasa nifahamu Elanga alikuwepo lakini hakukuwa na kitu special ambacho alikifanya. So ni wale wazaji ambao tunazungumza sio world class player. Yaani leo ataingia, kesho atatoka, ataingia kesho, yani wanakuwa hawana muendelezo bora. Ukiangalia kwenye kampeni ya kufuzu pia alikuwa hana kitu special ambacho alikuwa anakiofa. Ni mchezaji mzuri lakini amekuwa anakosa muendelezo. Lakini naamini kwangu mimi pia kupitia World Cup maybe anaweza akawa na muende ama akatengeneza ile momentum ya kumpa consistency kwenye michuano kuifanya Sweden iwe bora kupitia yeye pia. Tukienda kwa upande wa Japan, hili ni taifa ambalo halina kelele nyingi, halina majina makubwa ambao labda watu wanaweza kawa wanazungumza mara kwa mara, lakini this time around coach ameopt kwenda bila Mitoma ambao alikuwa na season bora sana last time Japan wanaonekana kwenye mashindano. Nafikiri Hashime Moriyasu kocha wao
Amekuwa of course na timu ya taifa ya Japan toka 2018. Alikuwa assistant 2022 World Cup, akawa ni head coach mwenyewe. This time anaingia tena mara ya pili kama head coach wa timu ya taifa ya Japan. Last time walifika mpaka 16 bora, na ni coach ambaye aliongoza Japan kuwapiga timu kama Spain, Germany kwenye group stage. Ali surprise watu wengi sana, lakini mpira wao mkubwa, sifa yao kubwa ni ile rapid transition, high pressing, wanacheza kitimu sana. So wana ile tunaita flexibility kwenye eneo, kwenye phase zote za kiuchezaji. Ukiangalia Moriyasu ni moja ya makocha ambao amekuwa na tafsiri vizuri sana kile ambacho Japan anakihitaji, tactically, technically na vitu kama hivyo. So halina kelele sana ile taifa, lakini ni taifa ambalo kwangu mimi siwezi nikalitoa kabisa kwenye mataifa ambayo soka yanajua. Ni wanacheza zaidi kitimu, hakuna star mkubwa ambaye unaweza kusema bwana huyu sasa hivi. Of course unakiangalia Kairo Mitoma hajaitwa national team. Maybe kuna sababu za msingi ambazo ukiangalia wanaweza kama mezingatia, lakini kwangu mimi nimekuwa ni surprise kubwa kuona hajaitwa, sababu ni moja zaidi mwenye profile kubwa kwenye ile squad ya Japan kwa hivi sasa. Lakini kwa bahati mbaya wapo kuna Takefusa kubwa bwana mdogo yule, lakini kuna Wataru Hendo ambaye anakipiga kwenye klabu ya Liverpool eneo la midfield pale. Wapo kina Maeda ambao anakipiga Celtic, wakina Junior Ito ambaye yuko Bayern, wakina Ito wapo takriban wawili hivi. Kuna Ito mwingine ambaye yupo Celtic pia. Wanawezaji wenye exposure kwenye mataifa ama zile ligi ambazo zina ni kubwa barani Ulaya, ambazo kwa namna moja nyingine ukisema combine squad yao, wakina mzaji yule ambaye yupo katika Kamada ambaye yuko Crystal Palace, yuko sehemu ya kikosi chao pia. Ni unganisha timu yao unaweza kupata wachezaji ambao wanaweza kupa kitu bora sana. Wa Japan kuwa na wachezaji wengi nje ya mipaka ya Japan, huenda ikawa imeenda kuwa expose wachezaji na mataifa mengi kuwajua wachezaji wao, na ikawa ngumu sasa hivi kwenda kuwabato, ama inaweza ikawa ni faida kwao kwenda kucheza nje ya taifa lao. Hii inaenda kuwa faida. Inaenda kwa faida. Kama utafahamu vizuri yote World Cup iliyopita, kina Kairo Mitoma alikuwa ni sehemu ya wachezaji ambao walifanya makubwa pia. Kina Maeda sehemu mshambuliaji yule ambaye yuko Celtic. Wanavotoka kwanza wanaenda kujifunza tamaduni za mataifa mengine kisoka, wanapata exposure nazungumzia. Hii ni kitu ambacho kinawapa ile flexibility tactically kama wachezaji, kama benchi la ufundi. Tunajua naenda let's say tunakutana na Uholanzi, kuna experience ya kucheza na watu kama kina hawa wanazungumzia kina Julian Timber wa Arsenal, unakutana na kina Gyökeres wa Arsenal. Unapokutana nao mara kwa mara kwenye michuano ya Europe, michuano ile ya ligi za ndani na vitu kama hivyo, kuna kitu ambacho unaweza kukiadapt ambacho leo na kesho unaenda kwenye national team. Uzuri ni kwamba hawa switch ile falsafa yao ya kiuchezaji, rapid transition, high pressing. Bado ni wachezaji ambao wanacheza mpira wao wa kisasa sana, lakini vile vile ni mchezo ni sifa nyingine ni kucheza kwa kujituma sana, commitment kubwa sana kiwanjani wanakuwa nayo. Wanacheza kwa spirit ya hali ya juu sana wa Japan, na ndio kitu ambacho kimekuwa kinafanya game nyingi sana za Wajapani wanakuwa wanafanikiwa. Wamekuwa na upset zile timu kubwa pindi ambapo wanakutana nazo, wanaingia kama underdog. So kwa namna moja ama nyingine nafikiri hii inaongezea, ni faida. Yaani ukiangalia faida na hasara, faida ni kubwa, hasara ni ndogo sana. Tukienda kwa upande wa Netherlands, hili ni taifa ambalo lina historia kubwa sana, kuanzia uzalishaji wa makocha kwenda kwa wachezaji ambao wamehudumu kwenye hilo taifa. Moja kati ya wachezaji ambao binafsi waliwahi kunivutia, siwezi kuacha kumtaja Robin van Persie. Kwa kizazi changu nimemshuhudia akiwa na performance bora sana. Sasa hivi sana akiwa United au yani kwenye national team alikuwa na perform vizuri. United inaweza kaa ni sababu, lakini akiwa na timu yake ya taifa amefanya makubwa sana. Kina Arjen Robben tumeona namna ambavyo Netherlands ilikuwa inafanya vizuri. Wanaingia kwenye michuano hii, kwenye kundi hili wakiwa ni tunaita giant team, nafasi ya 7. Nafasi ya 7 kwenye ranks za FIFA. Wao wasipopata matokeo chanya, tutaweza kusema kwamba ndo anguko la Netherlands ama ni ubora wa haya mataifa mengine. Yani nikukumbushe Musa, yani kwenye vitu ambavyo wapenzi wa soka wanaosubiria World Cup msimu huu ianze, wakae wakijua kwamba Netherlands sio timu ambayo unatakiwa uichukulie poa kabisa. Hili ni timu ambayo imebalance kwenye kila idara,
ina watu wa maana ambao wanaweza kukupa kitu kikubwa sana. Nafikiri nilikutana na Kayuni akaniambia yeye ni shabiki wa Netherlands. Akasema kivyo vyote vile mtu yoyote yule ama timu yoyote ile itakavyoenda pale ijiandae kupokea kichapo. Ndio maana napenda kuambia pia hata wapenzi watazamaji wa MSN Tanzania World Cup tips, kitu cha kuwazingatia zaidi ama timu ya kuizingatia sana ni timu ya Netherlands. Kuweni makini nayo sana, inaweza kufanya makubwa sana msimu wa World Cup. Lakini ukienda kwenye benchi lao la ufundi, Ronald Koeman ni mmoja ya makocha ambaye amekuwa anafanikiwa sana kuiorganize timu yake kuwa bora. Ukiangalia wana wale wachezaji ambao madefender wao karibia wengi wana uwezo wa kuswitch vizuri kabisa, yani comfortably, ni wale tunaita ball playing defenders ambayo unaweza ukaminterchange na mwenzake kwenye position na usione athari yoyote hasi. Sio nifahamu, kwa sababu wako comfortable na mpira. Ukiangalia mtu kama Julian Timber anaweza kukuofa kucheza kwenye position ya left back, right back, center back. Una mtu kama Mick van der Ven wa Spurs anaweza kucheza kama center back, anaweza kucheza kama left back. Sio nielewa. Una mtu kama Nathan Yake anaweza kucheza kama left back, anaweza kucheza kama center back. Tayari hapo kuna flexibility tactical kwa kocha kwamba naweza nika approach game kwa namna gani. Unaweza kaingia na mfumo wa 3-4-3-3-5-2. Though hawajamuita Frimpong ambaye amekuwa kiza zaidi kama wanamzungumzia kama wing back, lakini kuna mtu kama Dumfries, moja ya madefender wa kulia bora kwa sasa, best wing back kwa sasa kwa upande wa kulia exactly na nakubaliana na wewe. Nadhani hata World Cup iliyopita alionyesha performance nzuri sana, assist game after game. Alifunga pia kwenye World Cup iliyopita. Nadhani alikuwa na magoli mawili kama bila shaka alitengeneza double digits. Kwa hiyo Dumfries ni moja kati ya fullbacks ambao nadhani anaingia kuongeza faida kwa coach wa. Ndio maana nimekwambia siku zote tunaposemaga kwenye football kwamba mtu anakuwa na ile flexibility tactical, ni kwamba anakuwa na wachezaji ambao wanaweza kumuofa kwenye aina nyingi ya uchezaji, yani style nyingi za kiuchezaji. Leo hiyo unazungumzia mtu kama Timber, unaweza kusema labda nicheze na 3 ama 3 central defenders ama center backs watatu, ukamtumia mtu kama Timber, ukamtumia kama Timber right central defender, ukacheza na Van Dijk, ukacheza na Mick van der Ven kama left central defender, then ukampa uhuru mtu kama Dumfries kucheza kama wing back. Ukija kwenye eneo la katikati wana watu kama wakina De Jong na hapo umezungumzia eneo la ulinzi hapo. Delight hayupo kwa sababu ya majeraha pia. Wanamtaji mkubwa. Wanamtaji mkubwa sana wachezaji, ndio maana hata alivyosikia kwamba Frimpong hajaitwa hawakuuliza sana wadau wa soka kwamba kwa nini hajaitwa Frimpong, kwa sababu ukiangalia Dumfries, una mtu kama Julian Timber wanaweza kukofa vizuri huduma kwenye ile eneo la upande wa kulia defensive, lakini vile offensive. So kwa namna moja ama nyingine ukiangalia, ukiachana ile eneo la kiulinzi, ukija kwenye eneo la katikati la kiungo, wana mtu kama Frank de Jong. Unafikiri unafahamu ubora wake kama playmaker, deep line playmaker. Hapa natukumbusha enzi za kina Pirlo kwenye ubora wake, maana yule ndo identity ya deep line playmaker au ama register midfielder. Kwa hiyo unapomtaja umetamka msamiati mzuri sana, register. Ani mambo ya mpira. Au mambo ya mpira. Sasa yuko sahihi sana. Nafikiri vitu kama hivyo. De Jong, brain yake iko very smart, miguu yake iko very smart, yuko very skilled player, yani ana vitu vingi sana ambavyo anaweza kuvifanya kwenye mguu wake kwa akili yake, utulivu wa kutosha, composure ya kutosha, ana uwezo wa kuicontrol game vizuri kabisa. Kama utakumbuka vizuri World Cup iliyopita alikuwa na deliver kwa uwezo wa hali ya juu sana. So nifahamu aliwafanya Netherlands wawe sehemu bora sana katikati, na ndio kitu ambacho nafikiri tutategemea kukiona iko, kwa sababu unategemea kwa asilimia kubwa sana eneo la katikati pale akashirikiana na watu kama Gravenberch. Sasa hivi tunazungumzia box to box midfielder ambaye yuko kwenye form ya hali ya juu sana, ambaye anapiga katika klabu ya Liverpool. So utagundua kwa namna moja ama nyingine eneo la katikati lina watu ambao wanaweza kukuofa tactically ubora mkubwa sana. Lakini ukiangalia vizuri pia Netherlands bado kuna vijana wengine wengi ambao pia wana ubora mkubwa sana. Nazungumzia eneo la mbele, kuna mtu kama Memphis Depay. Memphis Depay ukiangalia sasa hivi achezi kwenye zile ligi shindani sana mabora sana, lakini ndo top scorer wa muda wote wa Netherlands kwa sasa hivi na magoli takriban 55. Anapokuaga kwenye timu ya taifa ya Netherlands, sio Memphis Depay. United mashabiki wa United wanataka Memphis Depay pesa. Na mashabiki wa United waliumizwa sana na Memphis Depay kwa sababu kwenye
club yao kipindi yuko United, alikuwa ana performance ya daraja la kati, lakini akirejea kwenye timu ya taifa anaona wow, super performance. Bila shaka nafikiri kwa namna moja ama nyingine bado wana options nzuri tu, akina Cody Gakpo wapo kwenye eneo la ushambuliaji na vitu kama hivyo. Weghorst of course ameitwa tena this time, lakini makocha huaga mara nyingi sana wanapenda kuita wachezaji ambao tena system players, wachezaji ambaye nikiweka system fulani bila kujali quality yake atadeliver kitu ambacho nakihitaji mimi kimfumo zaidi. Hiyo kwa Weghorst unanikumbusha mshambuliaji kama Olivier Giroud. Unajua mashabiki walikuwa wanasema Giroud mbona performance yake ni top, lakini kwenye timu ya taifa unajua namna gani watamtumia, kwa sababu ukiangalia Weghorst ni pocha. Pocha ukiangalia haja deliver sana ile kwenye hajawa world class player, lakini ana moment ambazo amekuwa akizifanya akizitafsiri kwa ubora mkubwa sana. World Cup iliyopita game ya nusu finali yeye pamoja na Argentina, Netherlands na Argentina, nafikiri ulifahamu, uliona kile kitu ambacho kilitokea. Kipindi wametangulia goli 2 ali equalize goli 2 yeye pekee akitokea bench anakuja anazisawazisha Netherlands goli 2. Sio nielewa, yani alikuwa na ubora ambao una moment zake unaweza kumhitaji akakusaidia na vitu kama hivyo. So kwa namna moja nafikiri Netherlands ni timu ambayo unategemea kwangu mimi kwenda kuiona na surprise kubwa sana. Of course ukiangalia hahitaji sana kwenye yale majiant, zile team giants ambazo zinafanya vizuri, timu kubwa, japokuwa na yeye imo, sababu unazungumzia World Cup kwa bahati, imekuwa na bahati mbaya. World Cup 3 imeingia finali ya nazungumzia 74, World Cup 78, World Cup 2010, ndio timu ambayo imeingia finali nyingi bila kubeba taji la World Cup na vitu kama hivyo. Zote hizo walipoteza. Na kwenye hiyo history ambayo umeitoa inaweza ikapeleka faida kwa hiki kikosi, ama inaweza kawa ni mzigo zaidi kwa hiki kikosi kushindwa kufikia malengo? Mimi naamini vijana waliopo pale wana njaa ya kufanya makubwa sana kwenye taifa lao la Netherlands. Msimu uliopita Argentina almanusula kabisa asiingie finali kutokana tu na ile challenge ambayo alikutana nayo mbele ya Uholanzi. Uholanzi walikuwa na ile kocha Valgaer. This time wako na Ronald Koeman. Bado hawaja switch kabisa ama hawajahama kabisa kwenye ile falsafa yao ya kiuchezaji. Netherlands ni timu ambayo unazungumzia aina zote za football kulingana na wachezaji ambao wako nao wanaweza kukuofa. Haram football wanaweza kuicheza. Joga bonito ama beautiful football wanaweza kucheza. Ni timu ambayo inacheza mpira wa speed, ni timu ambayo inacheza mpira ikiwa compact sana, iko solid sana. Nataka tic-tac football, tic-tac football wanakupa. Wana wachezaji wa kukofa hivyo vitu vyote ninazungumzia. So ni leo. So ndio maana naamini kabisa watu wanaisahau, lakini wanatakiwa wakumbuke kwamba Netherlands ni timu bora sana kuelekea World Cup msimu huu. Ina squad nzuri, ina wachezaji wazuri. Labda tu itokee bahati mbaya kwa baadhi ya wachezaji wapate majeruhi na vitu, lakini kwangu mimi nafikiri ukiangalia kwa namna moja ama nyingine Netherlands inaweza kwenda kutushangaza sana, kitu ambacho wengi hawajakitarajia. Nafikiri alert ilikuwa ni msimu uliopita World Cup. Na wakongwe wao wakina Dennis Bergkamp niliona kupitia page ya MSN bwana wamepost goli la ilikuwa ni 1998 Netherlands anamtoa robo finali Argentina, goli la Dennis Bergkamp. Baba touch ile pasi inatoka mbali, saving yake Dennis Bergkamp, face touch ile finishing anayoifanya pale, anakuja na score goli ambayo inaipeleka Netherlands hatua ya nusu finali na vitu kama hivyo. Walikuwa na moment nzuri, walikuwa na wachezaji wazuri, lakini kwa bahati mbaya sana walikuwa wanashindwa kubeba taji la World Cup. Nafikiri bado hawa vijana wa sasa hivi wana njaa ya kupeleka taji la World Cup nchini mwao Netherlands, kwa sababu ukiangalia World Cup toka ianzishwe 1930 mpaka sasa hivi edition 23 zimefanyika na mataifa 8 tu ambayo yamefanikiwa kubeba ili taji la World Cup. Hapo nazungumzia Brazil na 5, Germany ama kipindi hicho pia kwaitwa West Germany amebeba mataji 4. Kuna hawa ndugu zetu hawa pia wa Italy wana mataji 4, Argentina nayo 3, France wacha kumtaja 2 amebeba 98, lakini vivyo amebeba 2018. Lakini kuna taifa la Uingereza amebeba mwaka 1966. So ukiangalia mataifa machache sana ndio ambayo yamefanikiwa kubeba taji la World Cup na vitu kama hivyo. So Netherlands kama giant pia mimi namweka kwenye top 10 ya zile traditional powerhouse kwenye football, mataifa makubwa ya kisoka duniani 10 namweka pale Netherlands. So naamini ana deserve, ni moja timu ambayo ina deserve kwa quality ambayo imeingia nayo sasa hivi. Wanaweza kufanya chochote kile kwenye World Cup msimu huu. Kocha ambaye ni tactician mzuri kwenye hili kundi lao. Hapa nazungumzia kuna Japan, kuna Netherlands mwenyewe,
kuna Sweden, Graham Tunisia, Potter, Graham Potter, lakini Sabri Ramouch wa upande wa Tunisia. Nafikiri mtu ambaye anaweza akatusurprise ni huyu kocha wa Japan. Nazungumzia Hashime Moriyasu, kwa sababu ameshawahi kufanya World Cup iliyopita. Ukiangalia alikuwa anaingia game nyingi sana kama underdog mbele ya German, mbele ya Spain, lakini alichofanikiwa zaidi ni kuifanya timu iwe bora kiwanjani. Yani unaona kabisa kazi ya kocha kwenye display ya wachezaji kwenye pitch. Unaona kabisa kocha alichokuwa anakihitaji kwenye hii game, approach yake imefanikiwa. Game plan ya kocha imefanikiwa. Ukiangalia wachezaji wanaweza kuoffer of course kuamini kutafsiri kile ambacho unakihitaji wewe. Hilo ni jambo moja la kwanza, lakini msingi ambao kocha ameujenga kuanzia kwenye kiwanja cha mazoezi ndio kitu ambacho unakuja ukiona pia kwenye zile match official na vitu kama hivyo. So kwa namna moja ama nyingine nafikiri mimi bado nampa nafasi kocha wa Japan kuweza kutusurprise tena kupitia ubora wake yeye kama kocha, ukiachana na ubora ama quality ya wachezaji ambao yuko nao. Namuona Tunisia akisonga mbele. Sijui unaona nani na nani wakisonga mbele kwenye kundi. Kwanza kabisa nampa Netherlands nafasi ya upendeleo kabisa kwenye hili kundi. Ukiangalia sasa hivi wako nafasi ya 7, sio? Kwenye ranking za FIFA, na wapa nafasi hiyo upendeleo kuweza kufanya vizuri zaidi mapema kabisa. Okay. Lakini mtu mwingine pia ambaye naweza nikamwamini hapa Japan naamini bado anaweza kufanya kitu bora kabisa kwenye hiyo World Cup msimu. Ukiangalia Sweden of course nimewazungumzia hapa. Naona Graham Potter bado hajaifanya timu iwe hajajenga chemistry bado ya kutosha ama ya kutisha. Hii waliotumia kama playoff kufuzu World Cup msimu ilikuwa ni kama fluke kwao, ni bahati pia kwao. Sidhani kama anaweza kaja kutuletea maajabu ambayo alifanyaga mwaka 1992 Denmark. Denmark alikuwa sio sehemu ya timu ambazo zinaenda kushiriki michuano ya Euro 1992 nchini Ufaransa. Lakini Denmark baada ya Yugoslavia, Yugoslavia ndo kipindi ambacho ilienda mataifa yakajitenga miaka ya 90 ile. So 92 baada ya kujitenga yakapatikana mataifa ya Bosnia, Croatia, North Macedonia, kapatikana kina Slovenia na wengineo pale kina Montenegro. Lakini sasa kilichotokea ni kwamba Denmark aliitwa kwa sababu huyu kashaji parangua, tunaomba mtu mwingine aje ashike nafasi yake, kwa sababu wao ndio walicheza nafasi ya mwisho, ilitakiwa apatikane mtu mmoja kwenda kushiriki michuano ya Euro. So Denmark akaingia pale. Baada ya Denmark kuingia pale, mtu ambaye alikuwa kwenye hesabu hayupo za michuano ya Euro 1992 kaingia na kaenda kuchukua ubingwa wa Euro mwaka 1992. Sasa sitegemei kama Sweden naye anaweza kaja akatu surprise hivyo. Ni vitu ambavyo vinatokea mara chache sana kwenye historia. Ni mechi gani mtazamaji wa Moiseni hapaswi kuikosa kwenye kundi hili? Hii mechi ya Netherlands pamoja na Japan. Sasa mechi ya Netherlands pamoja na Japan, hii ni mmoja kati ya mechi ambazo hupaswi kukosa kwa namna yoyote ile, kutokana na tips ambazo zimetoka kuzungumzwa na mchambuzi wetu Joseph Mapesi. Ulikuwa nami Musa Mtewele, lakini nyuma ya kamera yuko Rogers Ndaisenga. Pasi kusahau tumepewa nguvu kubwa sana na Kayuni Sports, wanapatikana maeneo ya Sabasaba jijini Dodoma. Wanahakikisha kwamba unapata mtoko mkali wa kombe la dunia, lakini pia hata vilabu vimezindua jezi nyingi kwa ajili ya msimu ujao. Jezi zote hizo zipo kwa maana current kits za next season kwa maana ya 26-27 zinapatikana pale Kayuni Sportswear Sabasaba jijini Dodoma.